Kwa siku 4 mtawalia, maafisa wa usalama walikuwa na mpango wa kuvamia chuo kikuu kilicho katikati ya jiji la Nairobi kwa ajili ya kutafuta silaha, na walipoamua kufanya hivyo, basi waliokuwa wanatafutwa hawakuweza kutoroka. Hii ni sehemu ya pili na ya mwisho ya genge la vijana wa mamlaka, vijana ambao walikuwa wanafunzi mchana na ifikapo usiku wanageuka na kuwa majambazi sugu. Kufikia wiki ya pili ya mwezi Mei mwaka 2003, jiji la Nairobi lilikuwa limezingirwa na genge hatari la uhalifu wa katili. Hudson Wafula, aliyekuwa meja wa zamani wa jeshi la Kenya, alipigwa risasi mara 3 kichwani alipokuwa akielekea nyumbani kwake. Wakati huo huo, Kihara Waithaka, afisa maarufu wa Democratic Party, pia alipigwa risasi na kuuawa alipokuwa akiingia nyumbani kwake huko Loresho Grover. Wakati huo huo, pia watalii wawili wa kigeni walipigwa risasi na kuuawa, lakini tukio hilo lilibaki nje ya macho ya umma. Wakati haya yakiendelea kwa siri, maafisa wa upelelezi wa polisi walikuwa wakifuatilia kundi la wanafunzi wa vyuo vikuu waliodhaniwa kuhusika na mauaji, uporaji wa benki na visa vya ubakaji vilivyokuwa vikiwakumba wakazi wa jiji la Nairobi. Siku chache baada ya shambulizi la kuthubutu, polisi waliona gari walilokuwa wakifuatilia kwa wiki kadhaa likielekea barabara ya mamlaka. Hapo ndipo maafisa walipochukua hatua. Watu 5 walikamatwa. Miongoni mwao alikuwa ni Victor Mwendwa maarufu kama Menguza na George Mungai almaarufu kama Browner. Baadaye Victor Mwendwa alizungumza na polisi. Kwa upande wa George Mungai pia alikuwa na ya kusimulia. David Mutunyi alikamatwa pamoja na Victor Mwendwa na dereva wao. Kwa mara ya kwanza, David alikiri kuwa alikuwa akirejea mabweni akiwa na bunduki alipobanwa na polisi. Lakini kukamatwa kwa watatu hao haikuwa mwisho wa operesheni. Kundi jingine la watu 5 lilikuwa bado halijakamatwa. Gordon Onyango, aliyekuwa mshukiwa mgumu zaidi na mwenye akili nyingi, alisema alikamatwa kwenye barabara ya mamlaka, lakini wachunguzi wa polisi walikuwa na kazi nyingine mbele yao. Kwa siku 4 mtawalia walikuwa wakiwahoji washukiwa hao hadi walipothibitisha hofu yao. Mwanachama mmoja wa genge aliyekuwa ametofautiana na wenziwe aliwaambia polisi kwa mabweni ya mamlaka yalikuwa ghala ya silaha. Ilikuwa ni Ijumaa tarehe 16 Mei mwaka 2003. Maafisa wa polisi waliovalia kiraia waliingia katika mabweni ya chuo kikuu. Waligonga chumba nambari 9 na hapo mlango ulikuwa umefungwa. Maafisa hao walizungumza na Bernard Ouma bila kujua kuwa mwanafunzi huyo alikuwa mkuu wa kuhifadhi silaha za genge hilo. Usiku huo polisi waliweka ulinzi. Ouma hakurejea kwenye bweni, bali alijaribu kupanga silaha zilizokuwa chumbani kwake zihamishwe chumba nambari 19. Afisa wa usalama wa chuo baadaye aliwaambia polisi kuwa Bernard Ouma alikutana na Ng'ang'a na Mukunyi, wanafunzi wenzake, na kuwaomba wahamishe silaha hizo kwa malipo ya shilingi 10,000, lakini walikataa. Baadaye Michael Mutali, mwanachama wa genge na mwanafunzi, aliwasili eneo hilo na akakubali kuhamisha silaha hizo hatari. Maafisa wa usalama walisema kuwa saa 10 alfajiri Mutali alifungua chumba nambari 9, akabeba silaha na kuzihamisha hadi chumba nambari 19. Hapo ndipo walipowaarifu polisi. Asubuhi hiyo polisi walitoa tangazo kubwa. Walifanikiwa kuwakamata washukiwa 7 na kupata silaha 8. Lakini pamoja na mafanikio hayo, kulikuwa na habari ya kushtua. Bernard Ouma na Michael Mutali hawakuwa wamekamatwa. Baada ya mwezi mmoja wakiwa mafichoni, wawili hao walikamatwa Lokichogio wakiwa wanajaribu kupanda ndege kuelekea Nairobi. Kukamatwa huko kulimaliza mbio za kutoroka na maisha ya kihalifu ya genge la mamlaka. Vijana 9 wa genge la mamlaka walifikishwa mahakamani kwa makosa mbalimbali, yakiwemo mauaji ya afisa wa Democratic Party, meja wa jeshi na watu wengine kadhaa. Kwa jumla walikabiliwa na mashtaka 14 ya wizi wa kutumia nguvu. Miaka 8 baadaye, David Mutunyi alitufichulia baadhi ya uhalifu waliotekeleza.
David alidai kuwa genge hilo lilifanikiwa kwa sababu lilikuwa na baraka za maafisa wa juu wa polisi, madai ambayo hakuweza kuthibitisha. Lakini swali kubwa linabaki hili: ni nini kilichowageuza wanafunzi wa vyuo vikuu kuwa magenge hatari? Ni nini kilichowafanya vijana waliotoka katika familia za kawaida kuwa wahalifu waliokuwa wakitafutwa zaidi jijini? David anasisitiza kuwa mabweni yalikuwa ghala za silaha na anadai hawakuhusika na uhalifu wote waliodaiwa. Wataalamu wa balistiki waliunganisha bunduki 8 zilizopatikana chumbani kwa Ouma na matukio mbalimbali ya uhalifu. They say we in fact broke it while in the hostels at the university, but we could not do anything. Just after that we shared out the money, we packed again in the safes in the motor vehicle, then we went and dumped them some. Bernard Onyango alihukumiwa kifungo cha miaka 5 kwa kumiliki silaha kinyume cha sheria. Alimaliza kifungo chake na sasa anaishi Kisumu na familia yake. Gordon Onyango kwa sasa anajulikana kama mchezaji mzuri wa soka. Victor Mwendwa bado anatumia muda mwingi ndani ya seli za gereza. George Mungai hutumia muda wake akisoma maandiko ya kidini.